Lakini huoni pia kwamba imekuja kwenye taswira mapicha ya kwamba ya rushwa, kwa maana ya kwamba mwezi Machi mwakani ndio uchaguzi wa FIFA? Na sita kusema ni rushwa, lakini najaribu kuona kwamba kitendo tuseme alipotelezea yeye ni pale anaposema msipokubali tutapoteza hiki. Kama fanyeni haraka. Yani na deadline September 13 leo zimebaki siku 52 tunapoongea leo. Ametoa siku 53. Yani jana zilikuwa siku 53. Zilianza 57. Kwa hiyo kwa mfano ukiingia hata kwenye page ya FIFA wenyewe wamejiuliza maswali na kuyajibu. Wewe ingia tu kwenye page ya FIFA utaona ya mtandaoni kuhusu ile jambo. Wameandika pale, je, FIFA inauza kombe la dunia? Inajijibu hapana. Ni 50% tu. Ni tunatoa sehemu hii. Wao wanasema wanachokifanya ni kutafuta mshirika ambaye atawasaidia kusimamia biashara za FIFA. Wenzie wanajibu, hawa mahasimu wake wanajibu, biashara gani? Sisi FIFA ni non-profit institution. Ni non-profit institute. Ni taasisi isiyotengeneza faida. Ndivyo ilivyosajiliwa namna hiyo FIFA. Kwa hiyo unapowaza kwamba tupate faida kubwa na vitu vingine, unaanza kukiuka msingi kabisa ya kuanzishwa kwake. Lakini mpira ni gharama sana, tunajua. Kwa hiyo wao wanasema tunataka tuone taasisi ambayo itatusaidia kusimamia masuala ya biashara za FIFA. FIFA ina biashara na ndio au makampuni mbalimbali ikiwemo Adidas, wakiwemo hawa kampuni gani ilikuwa inanywesha watu maji kombe la kwenye hydration break, wale wanaitwa Hydro, ni kampuni moja ya Kimarekani. Yes. Kuna hizo ziko nyingi sana. Wana kampuni nyingi. Zamani walikuwa na Visa na nini. Yaani ziko nyingi. Matangazo yote uliyaona pale ndio washirika wake hao. Kwa hiyo kwenye hawa washirika FIFA inajaribu kuona jinsi gani zitasimamia hizo biashara ili ziwe bora, kwa sababu biashara za namna hizi zimekuwa kubwa sana kiasi kwamba zinahitaji utaalamu. Hilo ndio wanalolegemea wao. Lakini kuhusu mpira utaendeshwa na hawa, wanasema hapana, mpira utaendelea kuendeshwa na FIFA na kila kitu watafanya wenyewe, kwa hakuna kitakachobadilika. Kwa hiyo mimi najaribu kuona kama ni kweli ama si kweli, sababu swali la msingi ambalo wameulizwa ni kwa nini mmekuja kutuambia kila kitu kimeisha kamilika. Sawa. Tungeanza wote ilitakiwa tuanze pamoja. Kwa kuna kitu hapa kinajificha. Kwa hiyo Infantino, wewe umejiona wewe ni mali yako, sasa hutufai. Na yeye anasema tukipoteza hii tunapoteza, tutashindwa kuiboresha FIFA Club World Cup, tutapoteza namna ya kuboresha kombe la dunia lenyewe na la wanawake ambao tulikuwa tumeamua tukabidhi hao jamaa watusaidie. Na ukiwapa hizi pesa mashirikisho hizo confederation, hatimaye mashirikisho member of state is member of association members, MAs wanaitwa hivyo, wako 211 TFF ikiwemo, ndio wataboresha miundombinu ya michezo ikiwemo michezo ya wanawake na timu za taifa, pamoja na kunyanyua kudevelop mpira wenyewe duniani. Ni jukumu la FIFA na hayo mashirikisho na federation hizo federation za nchi kama hapa kwetu TFF. Kwa hiyo watu wameweka kwenye mtego mbaya sana wa panya, kwamba unatamani lakini unawaza hii itakuwa namna gani. Sishangai Musa, nijibu swali lako kwamba huoni pengine ni rushwa. Mimi sitaki kutamka neno la rushwa, lakini hapo niseme maarufu zaidi na mnukuu rais wa Hispania, shirikisho la soka Hispania, huyo anashari naye kabisa, Javier Tebas, ndio amesema hii naiona kama rushwa. Yes. Wako wawili ambao wameshaingia bifu kabisa ya wazi tangu hata kombe la dunia halijaanza na mpaka mashindano ya michezo yamemalizika. Javier wa Hispania na Seferin, rais wa UEFA. Wakati mashindano yameanza, kabla hayajaanza kukaingia mzozo wa Patrice Motsepe na Infantino mwenyewe pia. Kama mtakumbuka lile sakata la kuondoshwa, kukataliwa kuingia nchini kwa referee Msomalia, yule Msomali ambaye alikataliwa kuingia Marekani, Omar yule. Lile jambo lilileta mgogoro kati ya CAF na FIFA, ukazimwa tu kimtindo, lakini mahusiano yao yakaanzia hapo kuparanganyika kwa namna fulani. FM kutoka Dar es Salaam, Tanzania.